Karibu tena mtazamaji, tuendelee na kipindi chetu cha mahojiano, lakini kabla hapo nafikiri tuna taarifa moja ambayo tungependa kukuelezea yale ambayo tuliweza kuyapokea hii leo, na ni kwamba matokeo ya utafiti wa shirika la Ipsos kuhusu siasa humu nchini mwezi wa Januari mwaka huu yamebaini kwamba wakazi wengi katika eneo la magharibi mwa Kenya bado hawajaamua ni muungano upi wa siasa ambao watakaopigia kura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kwenye matokeo hayo, Rais Uhuru Kenyatta anaendelea kuungwa mkono zaidi akiwa na asilimia 87 miongoni mwa wafuasi katika Jubilee, Raila Odinga akiongoza upande wa NASA ama CORD kwa asilimia 73. Hata hivyo, wanaodhania Raila Odinga angali muhimu na asalie siasani wameongezeka mradhi kutoka asilimia 35 na mwaka 2013 hadi sasa asilimia 49 Januari hii ya 2017. Ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa nazo, na ndo tunaanzisha mjadala wetu siku hii ya leo kuhusiana na maoni ambayo yanayotolewa na Wakenya wengi kuhusiana na tabia zao, hususan tunapoingia katika wakati wa uchaguzi. Mtazamaji, tumesalia chini ya miezi 6 Kenya iende kwenye uchaguzi Agosti tarehe 8 pale mwaka huu 2017, na tayari ukienda mashinani tayari ni kana kwamba yani kampeni zimeanza. Wakenya, tusemeni ukweli, tuna tabia moja ambayo si nzuri, na ni baadhi ya mambo ambayo yameweza kunakiliwa vema kwenye ripoti ambayo nimeishikilia hivi sasa kutoka kwa shirika hili la CMD hapa nchini Kenya, na vile vile shirika la Konrad Adenauer Stiftung kutoka Ujerumani kule, ambao limekuwa hapa nchini Kenya katika mambo ya kuimarisha misingi ya demokrasia hapa nchini. Na ripoti yenyewe inasema kwamba Mkenya ni sharti ahongwe kwanza ndio aende akapige kura. Kwa nini inakuwa hivi? Nikukumbushe tu kidogo, wiki iliyopita siku ya Ijumaa, mtazamaji, tuliweza kufanya taarifa kutoka sehemu ya Vanga kule, ambako baadhi ya wanaowania na nyadhifa za uongozi pia nao pia walidaiwa kushiriki katika kuhamisha wapiga kura kutoka eneo moja hadi katika wadi nyingine. Haya ni baadhi ya mambo yanayofanyika, mtazamaji, masuala ya kuhongwa kupiga kura na vitu kama hivyo. Ndio maana kwenye studio zetu leo tunajadili swala hili, na tabia hii ni vipi tunaweza kuiondoa katika karne ya leo, wakati wa Kenya wanaendelea na shughuli zao za kila siku na kushiriki katika ile haki ya upigaji kura. Karibuni sana wageni wangu, naye hapa Susan Muriungi. Yes, Susan Muriungi. Muriungi, karibu sana katika studio zetu kutoka shirika hili la Konrad Adenauer Stiftung, jina la Kijerumani hili. Na vile vile na mwanajama mmoja hapa ambaye anapenda sana kudadisi masuala ya siasa. Asante sana kwa kuweza kufika siku hii ya leo. Nanja Kululu, bila shaka unapenda sana jina la nyumbani Isaya. Asante, nashukuru. Karibu sana. Tuelezee kwanza, Susan, ripoti yenyewe hii inatarajiwa kutolewa siku baadaye wiki hii nadhani. Yeah. Si tumeipata hapa. Asanteni sana kwa kutuletea. Inamaanisha nini? Matokeo yake ni nini mmepata kwa Wakenya? Yeah. Ripoti hii ilitokana na kazi ambayo tulifanya mwaka uliopita kwa utafiti tuliofanya kwa kaunti 10 hapa Kenya. Tulitembelea hizi kaunti tukifanya majadiliano na wanaoishi katika hizo kaunti pamoja na wanasiasa ambao wanatarajia kuwa kwa kura za 2017. Ndiyo. Na tulikuwa tunaangalia swala la uhongaji ya wananchi wakati kura zinawadia, wakati wa kupiga kura unakaribia. Kwa hivyo ripoti hii inazungumzia matokeo ambayo tulipata kwa wananchi wa hizi counties, ikiongelea masuala tofauti yanayolingana na hilo jambo la uhongaji ya wapiga kura. Je, ni kweli Mkenya mpaka ahongwe ndio aende apige kura? Inaonekana hivyo mara mingi, lakini jambo ambalo pia tunaona kutoka kwa majibu waliotupa ni kwamba mara mingi Wakenya wanataka kupewa kura, lakini haswa hiyo haiwapei jibu la ni nani watapigia kura. Saa ingine wanataka hilo hongo kwa sababu wanajua liko pale, na wanasiasa huwa wanapea watu hongo wakati kura zinakaribia. Lakini mara nyingine ndio hilo hongo linasababisha watu kupiga kura kwa namna fulani. Upande wa mwanasiasa naye alikuwa anasema nini kuhusiana na swala hili, tuseme nitaita kununua kura? Yeah.
jambo la kustaabisha ni kwamba pia ambaye anaomba kura kiongozi anaumia na jambo hili, kwa sababu jambo la kwanza lazima aitilie manani ikifikia mambo kujaribu kuzingatia atatoa wapi pesa ambazo ama vyombo ambavyo anajaribu kuahidi wapiga kura. Kwa hivyo hili jambo linatatiza pia wanasiasa sana. Tutakuja kuendelea zaidi matokeo ambayo umeweza kupata kwenye utafiti huu ambao umeutoa. Lakini nikija kwa ndugu Nanja Kululu, kwa nini Mkenya tabia yake bado iko pale pale? Baadhi yetu, sisemi Wakenya wote, baadhi ya Wakenya ni mpaka ahongwe ama apewe kitu kidogo, kama ni mfuko unga sima, gora ya leso, wengine wanapewa mpaka pesa. Kwa nini inakuwa hivi? Mbona tusijibadilishe na jinsi ambavyo tunavyokwenda? Tuna katiba mpya tumeanza kuitumia ambayo Mkenya ana haki ya kupiga kura bila kushinikizwa na mtu yoyote. Kwa nini inakuwa mpaka ahongwe? Asante sana. Mara nyingi utapata kwamba ni vyombo vya dola vimefifia katika kazi zake, na hivyo mwananchi haoni maana ya kuchangia katika kukuza vyombo vya dola, kukuza demokrasia, kwa sababu kwa muda mrefu amekuwa akipiga kura na haoni mabadiliko. Kwa sasa hivi, kwa mfano, kama paketi moja ya unga imefika pesa zaidi ya ile paketi ya unga wa ngano, utakumbuka hiyo inakera watu, na kidogo wanaona wanasiasa mara nyingi wakichakuliwa, wakiingia bungeni ama wakiingia madarakani, wanajilimbikisia mali kwa njia zisizofaa. Sasa wanaona ni jinsi gani itakuwa ni sisi tunabebeshwa mzigo wa kuwachakua hawa kwenda kujinufaisha. Sasa kidogo hiyo inawavunja moyo wengi. Na mara nyingi ukienda kuzungumza nao wanakuambia sawa, umezungumza maneno mazuri, lakini tunajua ukienda huko utasahau. Wewe si wa kwanza kuja hapa kutuongelesha vizuri, basi tumalizane, tuachane na wewe hapa hivi hivi. Kumalizana kumaanisha nipe changu na wewe nikupe kura, au ukienda huko chenye utafanya huko mimi sitaki kujua. Nafasi ya katiba iko wapi hapa? Tuna katiba nzuri sana inayotoa fursa kwa Mkenya kuleta mabadiliko ambayo anastahili katika taifa letu hili la Kenya. Nafasi ya kutumia kanuni za katiba, nafasi ya kutumia haki ya Mkenya katika swala la maendeleo ya pamoja hapa kutumia demokrasia kivyake, yani iko wapi hapa? Nafasi ipo ndio, lakini nakumbuka kwamba Wakenya mara nyingi tuna tabia ya kuandika documents mzuri ambazo huwa hatusitumii mara nyingi. Unaweka pale alafu inakuwa ni ngumu kusitekeleza. Utakumbuka kwamba kulikuwa na kesi, kwa mfano, dhidi ya mojawapo wa principals wa NASA, na ilikuwa ni kesi ya mambo kama haya tu. Ikaenda mpaka mahakamani, mahakama mpaka ikatubilia mbali uchaguzi wake. Kulikuwa na ushahidi wa kutosha kwa sababu mahakama ndio imeamua, lakini iliporudishwa kwenye IBC wao wakatelekeza. Ukiangalia ufanyakazi wa vyombo vya dola mara nyingi wakifika mahali ambao wanatakana watoe uamuzi kwamba hili jambo ni baya. Itakumbuka kwamba ukienda kwenye uchaguzi uliokuwa wa mwaka 2013 kulikuwa na wakombezi ambao kidogo walikuwa na kesi za jinai. Sasa ukienda kwa misingi ya kisheria ilikuwa wasiruhusiwe kupitia kwa katiba kifungu namba 6 chapter 6, lakini kidogo ilipofika mahakamani, mahakama inataka kurushia IBC. Sasa kidogo hamna mtu ambaye kwa Kiingereza wanasema who is ready to bail the cat. Exactly. Vyema kabisa. Tukirudi kwa Susan, matokeo umetuelezea kidogo tu, kuna mengi zaidi bila shaka mmeweza kuyapata kutoka kwa Kenya. Ni mambo kama gani? Tulipata mambo mengi kutoka kwa utafiti tulioufanya, lakini yale ya juu kabisa, la kwanza ni kwamba wapiga kura wanajua kwamba sio jambo zuri kupokea kura ama kupokea rushwa ama hongo kutoka kwa wagombea viti ili wawapigie kura kwa njia fulani. Lakini ingawa wanajua hivi, bado wanaendelea kupokea na mara pia kudai ile rushwa. Jambo lingine ni kwamba wapiga kura wengi wanachukua jambo la ikifika wakati wa kuamua kama nichukue hongo lile ama nisilichukue, wanajua ni kwa niaba yake mwenyewe binafsi kukubali au kukataa.
awalaumu sana taasisi ambazo zimepewa jukumu la kuangalia maneno haya, ama mgombea ama hata political parties. Ndio. Hao sio watu ambao wanapea jukumu la kwanza. Wanaangalia kwamba jukumu la kwanza ni kwangu mimi, lakini hilo haliwasimamishi kuchukua hongo. Taasisi tulizo nazo kulingana na utafiti mmefanya na wewe umefanya kazi pale kwa muda mrefu sana. Taasisi tulizo nazo hapa nchini, je, zinatosha kupeana kile ambacho kinachostahili, kwa mfano mafunzo kwa wananchi kwamba haifai, haya ni makosa ambayo mnaofanya, kuitisha hongo na vitu kama vile? Taasisi zina nguvu na zinafanya kazi yake vyema? Tumeunda taasisi mzuri sana kulingana na katiba letu, lakini inaonekana, na pia waliotupia majibu katika utafiti huu pia hao wanasema kwamba hawaoni taasisi hizi zinafanya kazi zao. Haswa, wote wanakubaliana kwamba kazi ambayo zinatarajiwa kufanya hawaifanyi vizuri kamwe, na kwa hivyo kwa vile wapiga kura wanaona hakuna mtu yote anashughulika na nini inaendelea pale nje, basi wanaendelea kuchukua kwa sababu hawaoni zile consequences za mambo ambayo yanaendelea. Kwenye mapendekezo ambayo mumeyatoa, ni mambo gani munaishauri labda taasisi zilizoko hivi sasa kuhusiana na uovu huu wa kuhonga ili mtu Mkenya aweze kupiga kura? Ni mapendekezo gani ambayo mmetoa? Mapendekezo kunayo kadhaa. Mapendekezo mengi ambayo tumeweka hapa ni yale tulikuwa tukipata kwa wale walikuwa ambao tunachukua majibu kutoka kwao tukifanya utafiti huu. Kwa hivyo sio mapendekezo yetu haswa. Ni Wakenya wenyewe ndio wametoa mapendekezo? Ni Wakenya wenyewe ambao wametoa pendekezo hizi. Na la kwanza ni wangependa kuona watu wakishtakiwa kwa hatia hii ya kuchukua hongo na pia kupeana hongo. Hilo ndio pendekezo la kwanza. Lakini la pili pia, Wakenya wengi walisema wangependa kujua jinsi wanaweza staki wakijua kuna lile jambo. Sio kujishtaki, but wakiona jambo hili linaendelea, ni njia ipi wanaweza shtaki jambo hili na lichukuliwe hatua bila hao kuumia ama kuadhibiwa. Wangependa kupata njia wanaweza shtaki hili neno, na ni kwa sababu wanaelewa sana kwamba uhongaji wa wapiga kura ndio unasababisha corruption in general. Ndiyo. Na pia unawazuia wasipate maendeleo ambayo wanatakikana kupata. Na Njia Kululu, mapendekezo mazuri hayo yametolewa, lakini kwa upande mwingine taasisi tulizo nazo hapa nchini Kenya, unadhani zinatosheleza kusimamisha uovu kama huu wa uhongaji wa wapiga kura, au hata kuwahonga ama yule pia anayetoa honga kukamatwa na hatimaye sheria kuchukua hatua? Mimi sioni kabisa. Kwa mfano mimi ningekuwa naweza pendekeza tume ya kupambana na ufisadi, kwangu mie naona ni kama haifanyi kazi. Haina meno kabisa. Ingekuwa tuangalie ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuwawezesha polisi wa kawaida wafanye kazi yao, kwa sababu tunaekeza pesa nyingi sana kwenye shirika hilo, lakini hatuoni matokeo yakiwa ni sambamba na ile kazi ambayo wanafanya. Tena unajua vyombo vya dola pia vinategemea na ile, kwa kimombo wanasema political will, yani kuwa na ile moyo kutoka kwa viongozi ama serikali, kwa serikali kwamba tutapambana na ufisadi. Nitakupa mfano tu. Takriban miaka kadhaa iliyopita hivi, miaka 10 hivi, yule aliyekuwa director wa kwanza wa National AIDS Control Council alishtakiwa kwa mambo ya ufisadi. Akatupwa ndani. Basi hakukaa. Rais aliyekuwa wakati yule Mzee Kibaki alimtoa ndani ya jela. Sasa mbona mtu anasamehewa kwa sababu ana makosa ya ufisadi? Ni wizi tu, hata si ufisadi. Moja kwa moja ni asasi zetu bado hazina ile unaita imani ya serikali kuchukua hatua na vitu kama hivyo. Hivi sasa njia itakayofaa, labda ukikupa fursa kumalizia, ushauri wananchi kuhusiana na ripoti hii sasa, ni kuna baadhi ya Wakenya wanapokea rushwa. Unawashauri nini wananchi? Kile ambacho ningewashauri ni kwamba unajua hatua 1000 inaanza na hatua moja. Ndio. Ya tungechukua jukumu kama Wakenya
kwa sababu tuko na katiba nzuri kama ambavyo walivyosema, na tuone tunaweza changia vipi katika kuboresha nchi yetu, kwa sababu ukiangalia huu utafiti sio wa kwanza. Kulikuwa na utafiti mwingine ambao ulifanywa na chuo kikuu cha Aga Khan Januari mwaka uliopita, na ukaangazia mambo ya vijana na ufisadi. Na walisema hao hawajali kwa 50% ni jinsi gani wanavyopata mali, ila tu wasiwekwe ndani ya jela. Sasa alafu wanafurahia sana wale watu ambao wamejilimbikisia mali hata kupitia kwa wizi, ili mradi waje wakawane nao kidogo hiyo mali. Sasa wanaona bora tu mtu aweze kukwepa jela, hamna shida. Sasa kuna ile watu wamepopularize inaitwa hustler mentality, na hiyo kidogo ndio naona tungeiondoa katika dhana za Wakenya, na tuwe ni watu ambao tunazingatia ukweli, tusingatie kufanya kazi kwa bidii, tujenge taifa letu. Asante sana. Labda Susan, kumalizia, ripoti ndio inaandikwa vizuri sana, nimeisoma tangu jana mpaka mapendekezo yake mazuri sana. Ni hatua gani zitakazofuatwa baada ya hii ripoti? Ni hatua gani zitakazofuatwa kuhakikisha kwamba inatekelezwa vyema na inasaidia katika kuleta mabadiliko yanayohitajika kwa yule Mkenya ambaye mlienda mkachukua matokeo yake? Letu la kwanza lilikuwa kutoa utafiti wetu, ili Wakenya wote wajue tuliona nini katika utafiti huu. Hatuwezi fanya kazi peke yetu tukiwa pamoja na shirika ambalo tulifanya kazi hii, lakini ni jukumu la Wakenya wote kuangalia wanachangia vipi katika shida hii na ni hatua gani ambayo wanaweza chukua ili tujaribu kuondoa tatizo hili. Kwa hivyo ni jukumu la sisi wote, mashirika, wananchi, taasisi, serikali, polisi kama usemavyo, mahakama yetu. Kila mtu ana jukumu. Kama uonavyo katika ripoti, tumetaja kila mtu ambaye alielekezwa kuwa anashiriki katika jambo hili la uhongaji wa wanakura, wapiga kura, whether ni direct ama sio directly. Asante sana Susan Muriungi, bila shaka kutoka katika kituo cha Konrad Adenauer Stiftung, jina la Kijerumani. Na vile vile ndugu Wesaya, asante sana na Njakululu kwa kuweza kutupa mawili matatu kuhusiana na masuala haya ya Wakenya ambao wanajikuta bado wameshikwa na ile silisili, ni mpaka umhonge ndo atoke apige kura ama umhonge ndo aende akajiandikishe kama mpiga kura. Bila shaka ni mawazo mazuri sana haya yametolewa kutokana na ripoti hii ambayo, mtazamaji, inazinduliwa lini ripoti? Friday 24 siku ya Ijumaa itatolewa rasmi, na hata ukiangalia kwenye magazeti ya leo hata la kesho pia itakuwa na nakili sana baadhi ya mapendekezo ambayo yametolewa kupitia ripoti hii kutoka kwa CMD Kenya na vile vile shirika hili la Konrad Adenauer Stiftung kutoka kule Ujerumani. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa zetu za KTN leo na vile vile mahojiano haya ambayo yamefanikishwa vyema sana na wageni wangu ambao tuko nao kukuelimisha tu katika zoezi hili la kura hapa nchini Kenya. Una haki kama Mkenya kupiga kura bila kushinikizwa na kiongozi yoyote, wala kutoa ama kuitisha ushuru ama kuitisha hongo, kumradhi, sio ushuru bali hongo, kwa sababu unataka kupigia kura kwa mrengo fulani ama upande fulani. Hii ni haki yako ya kikatiba ambayo uko nayo, na ni wewe ndio unaweza kuleta mabadiliko ambayo yanastahili, hususan katika kipindi hiki tunachoelekea kwenye uchaguzi mkuu hapa nchini Kenya. Naitwa Ali Manzu, kwa niaba ya wenzangu wote, asante sana. Tukutane tena panapo majaliwa yake Muumba kesho kuanzia saa 10 kwenye mbiu ya KTN. Kwa heri.